Ukiona umewekwa mtendaji kwenye mtaa, maana kuna jukumu pale la kufanya serikali. Lakini umewekewa usaidizi wa wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, wapo kwenye maeneo yetu. Tumeanza na tahadhari ya mvua ambayo afisa zimamoto hapa anaizungumzia tu. Kuna watu wanaishi mabondeni na sasa ni msimu wa mvua nyingi ambao zinanyesha nchi nzima. Jana tulikuwa tunaokoa watu Matongo, zaidi ya watu 25 wamening'inia kwenye miti, maji yamewazingira na wanaishi bondeni. Lakini mtendaji yupo, mwenyekiti wa kijiji yupo, mwenyekiti wa kitongoji yupo. Na mimi nilitoa maelekezo wilaya nzima watu waondoke kwenye maeneo ya mabondeni. Hakuna ambaye hakusikia, lakini hakuna aliyetoa yale maelekezo na kwenda kuyatekeleza. Leo tunao mashimo mengi yamezagaa huko, watu wanachimba tofali, kuna ile mialo ya madini ipo yamejaa maji na watoto wetu wanapita huko. Juzi tumepoteza mtoto hapo, ni Tabota, mtoto wa miaka 5 katumbukia na begi lake la shule kafariki. Na watendaji tumo kwenye mitaa hiyo, na hata tukienda leo kuna mashimo mengi hapo. Kuna mtoto wa Kibikili, kuna mtoto wa miaka 4 ametumbukia kwenye shimo la choo. Mwenyekiti wa mtendaji wa mtaa Kibikili na Kibikili wewe si ndio wakata? Ndio. Kuna mtoto amefariki kwenye shimo la choo. Ndio amefariki. Kwa miaka mingapi? Miaka 4. Tunazidi kupoteza watoto kwenye jamii. Kwa nini msisimamia ile mashimo yakafunika? Mtu ana shimo la choo, kaliacha wazi. Ni salama? Watendaji ni salama? Na wewe mtendaji uko pale, kwa nini usisimamie likafunikwa na mwenyekiti unaye? Hao wenye viti sio wataalamu. Ninyi ndio wataalamu na ninyi ndio mnaobeba maelekezo yote ya serikali na kumshirikisha mwenyekiti wako wa kijiji kwenye kuyasimamia. Na ndio maana tumewaita leo. Kuna nyumba hazina vyoo au na ninyi mpo na hamjatoa taarifa. Na kesho tunapata kipindupindu. Sasa naelekeza hapa, sitaki nirudie tena. Kila mmoja kwenye kata yake, kwenye mtaa wake, asiwepo mtu anaishi bondeni. Tunazia mita 60. Na mita 60 unazihesabu to the maximum level of the river. Ambapo mvua zikinyesha maji yanajaa kwenye maximum level. Kuanzia pale hesabu mita 60. Sio mita 60 wakati mtu uko kwenye low level, alafu anahesabu mita 60. Wakati unajua tabia mtu ukijaa hapo unafika hapo. Hesabu mita 60 baada. Kila mmoja kapite kwenye mtaa wake. Na tupate taarifa. Haya mambo naelekeza, nataka nipate taarifa kwa utekelezaji. Lakini kila mzazi hakikishe kipindi hiki cha mvua anasimamia mtoto wake anapokwenda shule na anaporudi kutoka shule. Kuna maeneo mengine wanavuka maeneo ya vijito, lazima wazazi wawepo pale ili kuwasaidia watoto kuweza kuvuka salama na kurudi salama. Sio nimeweka vizuri watendaji? Na nataka haya nayo kuelekeza mtendaji wa kata, utaniletea utekelezaji wake kwa maandishi. Kwa kila mtaa fulani nifanye kikao siku fulani, kuongea na wananchi wake, kupeleka maelekezo haya ambayo yametolewa na viongozi wote. Naeleka vizuri eh? Ndio. Na katika kulifanya hili, wewe kama mtendaji wa kata wa mtaa, nao polisi kata, na hiyo sisi nataka nao kae na watendaji wa polisi kata wote, watoe ushirikiano mkubwa kwa watendaji wote ili kazi iweze kwenda. Kila mara kiuka maelekezo hatua zichukuliwe. Hatuna haja ya kucheka. Tusisubiri tatizo litokee ndio tuanze kufanya. Haiwezekani. Kwa hiyo mtendaji wa kata una jukumu la kusimamia mitaa yako yote. Kama unao 16, unao 8, unao 5. Kusimamia maelekezo na kutoa. Halafu kaleta kwa maandishi. Maafisa tarafa mko hapa, ndio nimewaita. Mtacompile taarifa kutoka kwa watendaji wa kata
na kila mtendaji wa kata ataonyesha kwenye kila mita yake nini kimefanyika. Haya maelekezo yote yaliyotolewa na nitatoa time frame. Lakini tunakwenda kufanya vikao, mikutano, wewe na mwenyekiti wako na mtendaji wa kata utasimamia, na nataka nipate ratiba ya vikao hivi, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Kusikiliza na kufanyaje? Mimi sitaki nipate aibu hapo, waziri mkuu anakuja alafu na jambo ambalo mtendaji wa kata au wa mtaa utakiwa usikilize. Anakuja kusikiliza waziri mkuu hapa karibu. Sitakuelewa. Na mtendaji upo kwa niaba ya serikali kwenye mtaa kwenye kata. Kwa nataka nione ratiba ya kila kata na watendaji wa kata mwandaji wa ratiba. Nione schedule ya na ni lini. Na mimi nitakwenda ikuka kwenye vikao. Nione kweli mnafanya mkutano wa wananchi.